Shalom penzi msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili ya Radio Kivu popote pale ulipo, na tumaumiri wa afya na uko chonjo kabisa radio yako kwa ajili ya kuendelea kusikiliza habari zetu. Kwa moyo mkunjufu na ukaribisha katika uchambuzi wetu wa habari ambao unajumuisha na ukurasa wa habari muhimu, ripoti za na ripoti yetu toka eneo mbalimbali, ukurasa wa habari za michezo pamoja na habari za kitaifa. Mchambuzi wako wa leo ni mimi Safari Almaslemetinwa, na saidiwa mitamboni naye Jean Ekala Jaden pamoja na Sudi Valante atakuletea habari muhimu. Nasema karibu na tega sikio. Kabla ya kuingia kwenye undani wa uchambuzi wetu wa habari, msikilizaji, unakuwa unapata fursa ya kuweza kufuata habari muhimu ambako za leo zaletwa kwenu na Sudi Valante. Karibu Sudi. Asante sana kabisa mwenzangu Safari Alimasi Limetinwari. Katika habari tulizokipatia kipaumbele kwa siku ya leo, tuanze na hizi habari za hapa katika mji wa Baraka ambako uongozi wa mtaa Msafiri katika kata la Kalinga Side mjini Baraka umeomba kwa vitengo husika na usalama kuzidisha ulinzi katika kata hiyo. Hivyo ni kutokana na vitendo vya wizi na uporaji vinavyoshuhudiwa kwa kiasi kikubwa siku hizi katika maeneo haya ya kata la Kalinga Side. Lakini pia katika habari za kitaifa, Meja Jenerali Nyembo Abdalla ameteuliwa rasmi kuwa kamanda wa kada ya 3 ya ulinzi ya jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, akichukua nafasi ya Luteni Jenerali Pacific Masuzu ambaye anashikiliwa kwa sasa kwa mujibu wa vyombo vya kijeshi. Lakini pia katika habari za kimataifa, katika nchi ya Burundi, shirika la kupambana na biashara haramu za watoto limeripoti zaidi ya watoto 218 kukumbwa na hatua hiyo, wengi wao wakipelekwa katika shughuli mbalimbali ikiwemo kilimo katika nchi ya Tanzania. Mengi zaidi utaweza kumsikiliza mwenzetu huko Burundi ambaye ni Bukur Elias Daniel. Safari ni Masin Metinwari na weka nukta kuna kwa habari muhimu. Asante Sudi Valante kwa usomaji wa habari muhimu. Msikilizaji, tuanze uchambuzi wetu wa habari tukianzia na paka katika mji wa Baraka. Taarifa semazo kuwa kirengo cha Jenda Familia Mama na Mtoto kimeomba kwa mashirika mbalimbali na wakina mama kutoa mchango mapema kwa ajili ya kusherehekea siku 16 za wanaharakati dhidi ya ujeuri wa kijinsia kwa wanawake. Sherehe hizo huanza kila tarehe 25 za mwezi Novemba. Akizungumza na radio yako Bi Zainabu Chilo Marie Claire, kiongozi wa kirengo cha Jenda Familia Mama na Mtoto mjini Baraka, ameeleza mengi kuhusu sherehe hizo. Kama vile kawaida kila mwezi wa 11 tunakuwaka na sherehe tarehe 25 ndio lancement ya hiyo sherehe yetu. Hiyo sherehe yetu inaitwa les 16 jours d'activisme, na kufunga tunaifungaka tarehe 10 za mwezi wa 12. Na hitaji ya kwamba wamama wafie wajue ya kwamba mwanamke ndio mwenye kwa nabakwa, na wakati mwanamke kwa nabakwa, mwanamke anapaswa kupaza sauti kusudi taifa lote mzima lijue ile kitu ambayo kenye mwanamke iko nafanywa, yani ile ujeuri yenye mtoto mwanamke na mwanamke iko nafanyiwa. Tushikane mkono kwa mkono kwa kulomba ile na sisi vile tunaweza kuwa na amani. Vita ikakuwa mwanamke na mtoto mwanamke ndio wenye biko anabakwa kwa ngambo zote zile, na ndio maana na sisi tuliona paze sauti kwa hiyo sikukuu yetu ya les 16 jours d'activisme. Kuna mchango kama vile kawaida wenye tunazuia kufanya, tunachangaka mchango. Kila association inaletaka $10. Ule mwenye anajiona sema iko na financement anaweza kutupatia hata $100 hata $50. Na ndio maana mimi nakuja kusema ku Radio Kivu, yaani ma association tukamatane mkono kwa mkono. Kama nilikuwa na udhaifu kidogo kwa juu, walikuwa wakisema hii sherehe itaenda kufunguliwa Uvira, na ndio maana nilikuwa naambia ma association zifanye sherehe zabo. Lakini kwa kufika saa 12 tu habari inatoka ku division ya kwamba kila mtu anafaa ku lance hii sikukuu hapa kwake, na ndio maana niliona nipeleke hii sauti wa mama, wa baba, watoto, vijana wasikie, na lancement itakuwa saa 2 pale kumeri siku ya pili. Mwisho ameomba kwa mashirika na wakina mama kutoa mchango kutokana na pato kwa kuwa muda tayari umekwisha.
Tulishakuwa nyuma, kwani sijui kama ni kitu gani, kama ni udhaifu gani. Nilikuwa nikisema kila wakati, napeleka habari kwenye radio, invitation, hakuna mtu mwenye kwa nakuja. Manake walikuwa wakifika wadogo sana, na ndio maana tena nakuja kusema ku radio. Manake itakuwa siku ya pili. Hakuna eti kwa juu la leta 1500 wala namna gani. Ni mchango ule mwenye hana kabisa. Lakini haiwezi kuwa kama vile association watu wengi. Association kuna watu 15, utaleta zile franc 1500 kuna zikubaliwe. Kama ni mtu mwenyewe wale watu wawili, anaweza leta ile mchango wake 5000 itakubaliwa, lakini kama ni association haviwezi sikilika. Tukiwa tu katika mji wa Baraka ni kwamba uongozi wa mtaa Msafiri katika kata Kalingasid umeomba kwa vitengo husika na usalama kuzidisha ulinzi katika kata hilo. Hivyo ni kutokana na vitendo vya wizi na uporaji vinavyoshuhudiwa kwa kiasi siku hizi maeneo hayo. Malashi Luite Antoine ni kiongozi wa mtaa huo, amesema kuwa raia wa eneo lake wanaishi kwa wasiwasi mkubwa kutokana na vitendo vya wizi na uporaji. Lalamiko yetu mwaveni Msafiri bwizi tena naendelea ni Kalingasid amfase na Radio Kivu. Huko turu zilipita mwa miezi hapa kulikuwa makundi ya watu wanashikilia silaha, balikuwa nasumbua watu sana mukiwanja ya Dibale pale. Ilikuwa nafika tu ma 20h 21h unakuta kundi ziko na silaha zinaanza nyang'anya watu masimu, mafranka. Apres kupeleka malalamiko tuliona security itusaidie temetembea mwingine ile situation kaisha. Sasa tena hivi vinaendelea mwaveni Msafiri kuko nyumba yenye watu wanashikilia silaha, balikuwa bakaforce nyumba moya kwenye munalala bafie, bakafungula kwa nguvu na kubeba pesa na matelefoni wafie walikuwa nayo, na kuwatoa kitanda wakabeba tandiko kubwa walikuwa nayo. Ku vitengo ya usalama tunaweza omba meri, anere, polisi, FRDC pia bila kuacha tabazalendo bangekala chini bangalie gisi ya kutusaidia tena Mkalingasid tena ile situation inaanza ya magrupu ile yenye ijulikani inataka kuzisha watu amani juu ya uporaji. Mawazo yetu sebarea tuko na wazia saa zingine ni ile maarme kuzaga kiolela, saa zingine batu wa mingi abaku identify bako na maarme alitokea wanatembea abajulikani vya vile osi bakubwa wale wako charge na patrouille yabo atuko na yo eske aveni gani balituma vikosi apata ai quartier gani balituma apata juu tukilalamika saa vile aveni Msafiri na ibiwa banapashwa yo mwele aveni Msafiri ko Mkalingasid batu fulani ndo balienda mule ndo wanatakiwa bauliziwe me kulile kila mtu iko askari to yo mwizi ni nani, askari ni nani. Na kwenye habari zingine ni kwamba kitengo husika na viwanda industry Baraka Fizi kimewataka wafanya biashara kulipa tozo ya nembo extrapiage kwa nini halali, huku kirengo cha feke ikitaja sio wao walengo wa tozo hizo. Mengi zaidi namkaribisha mchumba mkulima na Fatuma. Naam, utata bado unaonekana kati ya kitengo cha viwanda Baraka Fizi pamoja na feke kuhusu tozo hiyo. Rachel Ilunga ni mkuu kiongozi wa kitengo cha viwanda industry anaeleza yafuatayo. Nikiwaza tax estampillage ni tax ambayo iko halali wala iko legal juu inakutaniwa mu journal officiel na iko mu marete zote. Juu ni tax yenyeko ya province, iko juu ya konti ya province wala jimbo, na ile tax inaitwa tax d'estampillage et conformité d'emballage au colis ya karaktere industriel wala commercial. Upande mwingine Birashele Ilunga anaonesha hapa walengo wa tozo hiyo. Ile taxi inahusu ba operateur wala ba CGT watatu. Kategoria ya kwanza ni ba producteur loko, yani bale benye banatumikia hapa, banafanya transformation ya hapa, yani beko na maizine, ma industrie bya vile. Ile taxi dalipia ba CGT ba pili banatoka nje nyingine province selon sheria. Na ba CGT wetu batatu ni ba importateur, yani bale bote benye banatosha mizigo nje ya nchi yetu. Sasa vile hapa tuko na Burundi na Tanzania. Nao wafanya biashara wametaja kutambua tozo hiyo, ila wao wa Fizi Baraka siyo walengwa. Ali Mkindula Lebo, kiongozi wa feke mjini Baraka, anaeleza afuatayo. Sasa tatizo ni kupenda kulipisha watu ambao hawastahili kulipa. Hiyo ndio shida. Inasible watu ambao wanatakiwa kulipa. Ba producteur loko na kuko ba producteur étranger. Bale njobe batu benye banapashwa kulipa. Ile arete iko na article 19. Hakuna article ambayo inasema commerce haiko. Inasema juu ya ba producteur bestapiere ni bale batu benye banafabrike bitu yao.
njo benye banapashwa lipa taxe estapiage. Bi Rachel Ilunga alipoulizwa kwa nini kutoza biashara kutoka Uvira kuja Baraka, naye amejibu yafuatayo. Selon loi, si wafanyakazi wa industry tuko na makazi zetu tunapasha fanya, ili wanaita tunafanya traçage, tunafanya suivi na tunafanya ile taxation. Yani muziko yenyewe ilieshape, par exemple inatoka Burundi, ikieshape tu control ya Uvira, si hapa tunaweza ikamata. Na njoo mwa ile domain yetu tuko nakamatia watu wa Uvira. Mtu maana langula hapa Uvira hatuwezi tukasema tumulipishe. Tuko watu hapa. Tunajua mizigo yenyewe inalanguliwa hapa Uvira. Na kama ni ile hatuwezi tukailipisha. Lakini tukiona hii ni mizigo inatoka mwingine province, hii ni mizigo yenyewe inatoka mwingine inchi Burundi, mebali eshape ku control ya agent wa industrie pale Uvira. Donc il faut si tuitaxer hapo. Ali Mukindula Lebon, kiongozi wa feki, amesema kuwa tozo hiyo inahusu wenye viwanda pekee na wao ni watu wanaokwenda kurangua. Estapiere ni ule mtu mwenye kwa na fabrike vitu yake, mwenye kwa na izine. Na importatere ni mtu mwenye anaenda uza vitu kuingiza muichi vyenye bilisha kuwa produit. Na mie nakwambia kama ukisoma chapitre ya kwanza ya URT inasema kama kuna pashwa kuwa collaboration entre Estapiere na ministere ya industrie. Na ukisoma chapitre D article 3 inasema kama gestion ya taxe estapiage inabeba njo estapiere, haikubeba importateur. Na kama ni kusema swala ya kusema ba importateur panapashwa kuwa banalipa, twende basi kwanza mwenye context. Ma produit zote zeziko Uvira. Uvira kuna izine. Sasa sisi tunatoka hapa tunakwenda kuzia ma produit wapi? Uvira. Zile ma produit zote zeziko Uvira ziko deja importé. Donc ni wale ba importateur bebiko wapi? Uvira. Njo be batalipa. Hapana sisi benye tunatoka hapa kwenda kuuza vitu Uvira njo tulete Baraka sema sisi tutalipa taxe estapiage. Hiyo sio kweli. Bale be banaenda uza vitu Uvira kuleta Baraka biko ba importateur. Donc ni bale ba importateur ba Uvira banaenda Dubai, banaenda Burundi, banaenda Tanzania au niveau ya kufrontiere kule. Njo kwenye banapashwa lipia ile taxe parce que marchandise si réellement ni taxe ya ukweli yenye nasema ba importateur banapashwa lipa. Donc wale ba importateur ya Uvira njo banapashwa kulipa. Bi Rachel Ilunga, mkuu kiongozi wa kitengo cha industry, ameomba kwa feke kufika kwenye ofisi yao kwa ufafanuzi zaidi. Ndiyo, ujumbe wangu wa mwisho ni kusema ya kwamba sisi ni serikali, na kama tuko serikali hatukuja kupigana na watu. Tulikuja njo kutumika kazi ya serikali, na si hapa mimi kama vile chef de bureau na bajangu bote tuko njo ba executive. Sheria ziko zinafanywa huko kwa makao makuu, sisi tunakia executive bile wenye bakubwa wanatuambia. Kumbe tunawakaribisha biro yetu iko wazi kwa wale wote mwenye anaona kuelewa. Hata hivyo mwishowe uongozi wa feke mjini Baraka umeomba kwa uongozi wa mji wa Baraka kuchukuliwa kwa uzito swala hilo. Ali Mukindula Lebo anaeleza mara tena. Twende gisi arete nasema kwanza article ya kwanza mpaka article 19 kwenye biko banasema sema importateur anaweza kulipa, aipande ku radio aisome watu yote basikia, aseme hapa banasema importateur il faut alipe ile taxe. Sisi hatuna kwenye banatukamatia aseme banaweza tulipisha, parce que ule mwenye anafabrike vitu vyake njoo anaweka marke ya vitu yake. Hapana mie mwenye niko naenda uza vyenye bilisha kwa produit mimi nitaweka marke gani? Yebi vyenye tuko tunasema juu text ziko clair. Voilà, kama ni maire de la ville a organiser mkutano. Kama sisi njoo tuye kifarasa mzuri, tuasime ba espere wanayua kifarasa mzuri, ba exploiter les arrêter, tusikie wapi kwa wanasema commerçant anapaswa kulipa taxe estapiage umbali ya producteur. Ni taxe ya province. Si atukatali, iko bien réglementé. Gavana iko Uvira, ndugu mtangazaji. Kama taxe ya ilipishiwe Uvira ya estapiage na njoo kuko ba importateur. Si hapa Baraka tutakia ilipa juu tunaenda wapi? Na tunauza nini? Sheba marangaza tu. Si hatuwezi lipa ile taxe. Vraiment tunaomba autorité abikamate bibi tuna considération. Na tayari kipenga kimelia, ni muda mzuri wa kuweza kufuata habari za michezo, ambako klabu ya Manye Mainio kutoka hapa DRC iliweza kuibuka na ushindi wa mabao 2-0 dhidi ya Azam FC kutoka nchini Tanzania kwa michuano ya kombe la shirikisho barani Afrika. Sudi Valente, tuambie nini kimejiri? Ndiyo, asante sana kabisa mwenzangu Safari Alimasi Lemetinwar. Leo kunako kurasa wa habari za michezo kama ulivyosema, ndio hivyo
klabu ya AS Maniema Union ya huko Kindu waweza kuibuka na ushindi mbele ya klabu ya Azam FC hapo katika nchi jirani ya Tanzania. Lakini kabla ya kuzungumzia habari hizo, tuanze kwanza na hizi habari za hapa katika mji wa Baraka, ambako ni shangwe na vigeregere kwa mashabiki wote wa klabu ya AS Itombwe ambao baada ya kufanya miaka miwili bila kushiriki kwenye michuano ya ligi ya nyumbani, hatimaye ni rasmi sasa klabu ya AS Itombwe kutoka katika mji wa Baraka imefanya kikao cha kawaida, yani Assemblée Générale Ordinaire, mchana wa siku ya Jumapili ya tarehe 23 Novemba mwaka 2025 kwa ajili ya maandalizi ya kurudi rasmi katika michuano ya ligi ya nyumbani ambayo hivi karibuni inatarajiwa kuanza hapa katika mji wa Baraka. Habari hii ya kufanyika kwa kikao cha kawaida cha klabu ya AS Itombwe inahakikishwa naye mwenyekiti wa klabu hiyo ambaye ni Benua Misenga. Ningependa kuambia kama washabiki na wote wenyewe wanakuwa sikia timu ya AS Itombwe kama hivi tunaanza tena, na kule tumepata nguvu nyingi ya kusema kama tuanze tena kabumbu ile AS Itombwe, na tutajikaza na tuko na mamacha mikale za prepare ya kuongeza nguvu kusudi watoto tena ile AS Itombwe tena isisumue mji wa Baraka. Ndio tulikuwa na shida kidogo na sifiri kwa confirm tulikuwa tunaelewa, lakini hivi tunarudia tena, naanza ni muda wa miaka 2 hatusikilikani tena kumji kama vile wachezaji tena. Ndio tuna wachezaji wa kutosha, tumetafuta watoto wadogo, tuna watoto wa kabambi, na naamini wale watoto kwa nguvu ya kitoto watafanikisha zaidi. Naweza penda kujua programu ya soka isifanye ile umimi ni aje, na tafuta sema ili kuona kama ile timu chipukizi pale kubinua kima napenda kuigandamiza, maana wanaona mkikuwa sasa uko na problemu na ekipe ya kabambi mambo huwa tandasi kama wengi utaanguka para kupatiwa sheria. Tungependa sifi ijikaze isiwakilie na ile mekipe tu ya majina ya mbele, lakini tafute majina mdogo nazo ile majina baipatie nafasi nayo ya kuinuka, basipende kuigandamiza. Upande mwingine, mwenyekiti huyo wa klabu ya AS Itombwe Benua Misenga ameomba kwa mashabiki wote wa klabu hiyo kushikamana kwa pamoja kwa ajili ya maendeleo ya klabu hiyo. Ujumbe wote wa shabiki vema wasisimuke waje, na naamini kama tutaanza machi za mikale masiku, na naamini watafurahi ngambo ya Vareze na mgambo ya mchezo wote naweza tafurahi kwa gisi. Naamini kama ekipe ya AS Itombwe na kuja na kasi kubwa na kuli itaonesha mfano, na ningependa wale wengine wenyewe wajiprepare baache ile mapolitiki yao ya masifia manini, lakini tuangalie kwanza mji, tuheshimishe kwanza mji, na tuangalie sisi tutakuwa wote pamoja defasuke ile ekipe yote inuke tena, na tuangalie sisi tunaweza heshimisha kabumbu yetu ya vide Baraka. Mwishowe, mwenyekiti ambaye anasimamia soka ndani ya mji wa Baraka Clovis Songolo Matete ametaja kushukuru vya kutosha kuona kwa klabu ya AS Itombwe kufanya kikao cha kawaida, huku akiendelea kuhimiza klabu zingine ambazo mpaka sasa bado kufanya vikao vya kawaida waweze kufanya, kwani muda bado upo. Tunakwenda kushukuru kabisa kwa jitihada ambazo AS Itombwe imefanya ili kutimiza Assemblée Générale yao. Nadhani hatutasahau, kila mara tunapiga nyundu kwa kuhamasisha timu zingine ili ziendelee kufanyisha Assemblée Générale yao. Leo tumeshuhudia ni timu ya pili, ya kwanza ilikuwa ya Flambeau, ya pili ni ya AS Itombwe. Assemblée Générale imeanza vizuri na tumemaliza vizuri bila tatizo. Timu zingine bado muda upo, hapa si punde kalendari ya championnat local tunakwenda kuitoa. Na mwishowe, kama ulivyosema mwenzangu Safari Alimasi nimetinwari, ni kwamba michuano ya shirikisho hapa katika bara la Afrika ziliweza kutimua vumbi mchana wa siku ya Jumapili ya wiki tunayo. Mechi moja ambayo iliweza kushuhudiwa na mashabiki wengi ilikuwa ni mechi kati ya klabu ya AS Maniema Union ya Kindu ambayo ilikuwa ikipambana vikali dhidi ya klabu ya Azam FC hapo katika nchi jirani ya Tanzania. Mechi ambayo iliweza kushuhudiwa kunako uwanja wa Martir huko katika mji wa Kinshasa, mji mkuu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Matokeo ni kwamba klabu ya AS Maniema Union kutoka hapa katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo waliweza kuibuka na ushindi wa 2-0 dhidi ya klabu ya Azam FC hapo katika nchi ya Tanzania. Naweka nukta kunako kurasa wa habari za michezo mwenzangu Safari Alimasi Metinor, lakini ni heri kuwakumbusha wasikilizaji wetu ya kwamba na vile nambari 19 mgongoni ya mchezaji Kandida Mapendo Payet. Asante sana Sudi wa Sudi Valente kwa habari za michezo. Na katika habari zingine ni kwamba
mechi ya kirafiki iliweza kupigwa huko katika kijiji cha Kazimia ambako Bande Rouge timu kutoka huko Karamba ilibuka na ushindi wa 2-1 dhidi ya Mabele kutoka huko Kazimia. Msikilizaji, endapo ndo unakuja kujiunga nasi, nikukumbushe kwamba unaendelea kuitegea sikio za Kiswahili ya Radio Kivu kwa masafa 93.0 FM na ni muda wa uchambuzi wa habari katika lugha tukufu la Kiswahili. Ukitaka kutengenezesha vyombo vya kielektronik na kununua vifaa vyake vya akiba ima pièce de rechange, jibu lako ni kampuni ya BBC Elia Baraka Aibaz. Kisha mapumziko mafupi tujielekeze huko katika tarafa ya Moba jimboni Tanganyika ambako wavuvi toka tarafani Moba jimboni Tanganyika wanatishia kuacha kazi za kuvua hivyo kutokana na vitendo vya wizi, uporaji na unyanyasaji wanavyokumbana navyo wakati wa ujibikaji wa kazi zao. Undani wa taarifa hii na Isidore Kashule kutoka Moba. Wavuvi ndani ya Tanganyika katika tarafa ya Moba eneo la kusini mwa Tanganyika wanaotumishwa na hali ya ukosefu wa usalama ambao sasa ni wanaenda vitendo vya uporaji wa bunduki toka mwaka 2023 hadi leo. Hao wanatuhumu kutokuwa na uwezo wa serikali ya diwani mkoa na taifa kushindwa kudumisha usalama za humo ambao majambazi wenye bunduki wanaendesha uporaji kwa amani kamili ya akili. Kwa hiyo wavuvi wanatangaza kusitisha shughuli la kivuvi katika ziwa Tanganyika kupinga hali ya ukosefu wa usalama. Msimamo Andre mkuu wa kamati la wavuvi Kopedemo amesema, kwanza nawapatia pole wale wote waliokuwa mashini na mtachoka na kuuliza taarifa wizi wa mashini, sababu kuanzia hapa ni tangu 2023 mpaka leo wizi unaendelea. Juma hii tunayo kuanzia tarehe 12 mpaka 13 kupitia 13 umeibwa mashini 7. Kanze moja yote 6 ni 40. Alafu siku iliyopita Ndenga kulibwa mashini 2. Moja sehemu za Kiumbu na moja sehemu za Kitumba. Na jana ile kanze kuvukia le 16 kulibwa mashini moja. Jumla mimi mwenyekiti wa Kopedemo na hesabeni mashini 10. Tumedai kusema kwamba sasa mnataka kufunga shughuli yote ya kivuvi katika ziwa Tanganyika. Kwa nini? Mkuki kwa nguruwe uchungu wa mno wa raia wa tarafa la Moba na hata kufikia kumtembelea baba coordonata tabu pesa leo kwa huzuni waliamua kufunga kwenda baharini. Sababu yake weko na iba mamashini, kuna siku wataua watu trop ilibidi tu watu waache kwenda kwanza baharini, waachie wezi waendelee kuiba, sababu serikali haifuatiliki kweli. Na kwa kuendelea raia wa tarafa la Moba sasa wavuvi ni watu wazuri sana. Baba mtangazaji, walijitoa kufanya patrouille essence yao, mashini yao, mitumbu yao. Na kwa taarifa tawaambia mashini tunalipa na 600,000 tunakodi, mtumbu ni 200,000 ni 800,000, alafu kila ekipe inafanya 20 litres. Kwa hiyo sasa kuona wizi tena unaendelea, wavuvi wamechoka na mimi mwenyekiti nimechoka, na ni maana tunaendelea kuomba msaada na tujue la kufanya. Hapo mnaposema kuacha kufanya shughuli za kivuvi, mnataka serikali afanye nini? Asante. Kwanza hapa Moba tuko na serikali jameni, naongea hapa tuna serikali. Serikali sio ya Kinshasa, serikali sio ya province, hapa tuna serikali. Gisi vigundi vya kiserikali viko sehemu za karibu na hapa vipo. Malalamiko tunapeleka mara kwa mara, hakuna solution hata moja imepatikana. Na kwa maajabu wavuvi wanaraia wa tarafa la Moba, hiyo mashini nikikumbuka, ukimwanga ulezi chini utaonekana. Sasa mashini kama kiuma tangu ilianza kuibiwa haionekani, ni hapo raia wamefika mwisho. Na ni maana raia wanaamua tufunge, tuache kuvua sababu wizi unapita. Ingawa kuhukumiwa kwa raia kadhaa na jeshi walikuta kuhusika katika vitendo vya uporaji wa injini ya maji ya wavuvi za Tanganyika hapo Machi mwaka 2025, bunduki ya vita inaendelea kutisha wavuvi hadi leo bwana humu. Kiripoti kutoka Moba, Isidore Kashule, Radio Kivu. Asante Isidore Kashule kwa ripoti yako hiyo. Na kwenye habari za kirafani kwamba Meja Jenerali Nyembo Abdalla ameteuliwa rasmi kuwa kamanda wa kanda 3 ya ulinzi ya jeshi la Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, akichukua nafasi ya Luteni Jenerali Pacific Masunzu ambaye anashikiliwa kwa sasa kwa mujibu wa vyanzo vya kijeshi. Izake ili likoje?
Luteni Generali Masunzu ambaye amekosolewa kwa kuonesha uzembe kwa kutokuwajibika vizuri jeshini kutokana na kukaa muda mrefu nchini Kinshasa, ingawa alikuwa amekatiwa tayari kuelekea huko mjini Kisangani, anapoteza hivyo nafasi yake iliyochukuliwa na afisa ambaye anajulikana kuwa karibu sana na operesheni za vitani. Inaripotiwa kuwa alikamatwa Jumatatu tarehe 3 Novemba huko Kisangani, mji mkuu wa jimbo la Chopo, muda mfupi baada ya ziara ya mkuu wa majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC. Ikumbukwe kuwa Meja Jenerali Nyembo Abdalla aliteuliwa tarehe 22 Mei 2025 kuwa kamanda wa sekta ya operesheni Sokola ya kwanza katika eneo la Grand Nord. Akiwa na uzoefu wa miaka 3 katika operesheni za kijeshi huko Ituri, anarudi tena Kivu Kaskazini ambako waliwahi kuwa naibu kamanda wa operesheni na ujasusi katika sekta ya Sokola ya kwanza. Kuanza kwake kazi kunatarajiwa kuwa na changamoto nyingi, hasa katika kuimarisha ulinzi dhidi ya mashambulizi ya waasi wa M23 ambao tayari wanadhibiti maeneo makubwa ya tarafa la Lubero na sasa wanatishia maeneo ya Beni na mji wa Kisangani. Kwa uelewa wake mkubwa wa hali ya usalama ya Kivu Kaskazini na uzoefu wake katika operesheni za pamoja kati ya FARDC na jeshi la Uganda UPDF, Meja Jenerali Nyembo Abdalla anatarajiwa kuwa na mchango muhimu katika kurejesha utulivu kwenye maeneo hayo yaliyokaliwa na migogoro ya muda mrefu. Na tukiachana na habari hizo safari ya Alimasi, habari zingine zinasema kuwa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amelaani vikali mashambulizi ya mauaji yaliyofanywa na waasi wa ADF kati ya tarehe 13 hadi 19 Novemba 2025 katika tarafa ya Lubero, Kivu Kaskazini, ambayo yamesababisha vifo vya watu wasiopungua 89 wakiwemo wanawake wasiopungua 20 na idadi isiyojulikana ya watoto. Kulingana na taarifa iliyotolewa tarehe 22 Novemba 2025 na Stefane Dujarric, msemaji wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa, takriban raia 17 waliuawa katika kituo cha afya kidogo kilichopo katika kijiji cha Byambwe. Katika maeneo mengine, raia walilengwa na vitendo vya ukatili vingine vikiwemo utekaji nyara, uporaji wa dawa na uharibifu wa mali pamoja na nyumba. Katibu mkuu amesisitiza mshikamano wa Umoja wa Mataifa na waathirika wote wa mashambulizi haya. Kwa mujibu wake, mashambulizi haya hayataathiri dhamira ya Umoja wa Mataifa kupitia ujumbe wa Umoja wa Mataifa wa kulinda amani nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo MONUSCO kuendelea kusaidia mamlaka za Kongo katika juhudi za kuwalinda raia, kuzuia ukiukwaji wa haki za kibinadamu na kupambana na hali ya kutoadhibiwa kwa uhalifu. Asante zake kwa ripoti yako yote. Tukamilishe uchambuzi wa habari na habari za huko Burundi ambako shirika la kupambana na biashara haramu za watoto limeripoti zaidi ya watoto 280 kukumbwa na ghasia hiyo, wengi wao wakipelekwa katika shughuli mbalimbali ikiwemo kilimo nchini Tanzania. Bukuru Elias Daniel, karibu kwa ripoti yako. Ripoti hiyo imetolewa na Prime Mbarubukeye, mwenyekiti wa shirika la kupambana na biashara haramu za watoto ONLCT, akisema kuwa watoto hao hupelekwa kufanya kazi ngumu zikiwemo za kilimo, akitoa wito kwa serikali kushirikiana na viongozi wa ngazi za chini katika kutokomeza swala hilo. Uvyerekeye igihugu cyacu cy'u Burundi hariho ukuntu by'urudandazo rw'abantu byibonekeza biciye mu nzira nyinshi. Ubwa mbere twovuga nk'abana bakoreshwa ibikorwa biruhisha, kubarimisha mu mirima, kubashira mu vyerekeye urudandazwa. Nchini Burundi, biashara haramu ya watoto hufanyika kwa namna mbalimbali, kama kuwatumia watoto katika shughuli za kilimo, watoto wanaotumikishwa katika kazi za ndani na shughuli nyingine zinazoomba kutumia nguvu. Na baadhi ya watoto hupelekwa kwenye mikoa mbalimbali nchini, wengine hata nje ya nchi, ambapo watoto 281 walipelekwa katika shughuli mbalimbali nchini Tanzania kinyume cha sheria. 130 walitoka katika mkoa wa Makamba na Rutana, wengine 151 wakitoka katika wilaya za Ruyigi, Muyinga pamoja na Changuzo. Kwa upande wetu tunatoa wito kwa serikali kuhimiza Warundi wote kushikamana katika kukomesha biashara hiyo haramu ya watoto, lakini pia ziwekwe kamati mbalimbali hasa katika wilaya na vijiji vinavyopakana na nchi ya Tanzania, na janga la watoto kutumiwa kama watumwa liweze kukomeshwa. Makartie shobora kugira urunani mbere libere ijisho rya leta, ntihagire abana bazosubira kwibonekeza ku misozi kanaka canke mu makartie kanaka batwara nk'inyagano. Ni kiripoti kwa niaba ya Radio Kivu Baraka kutoka nchini Burundi, Bukuru Elias Danieli. Bila shaka ni hapo ndipo tumefika mwisho wa uchambuzi wa habari zetu siku ya leo. Shukrani kwa nyote ambao mtutegea sikio mwanzo hadi mwisho wa uchambuzi wa habari. Na shukuru vile vile job zima la wariri wa habari wa Radio Kivu waliokamilisha kwa ajili ya uandaji wa uchambuzi wa habari. Na mshukuru bani wangu Jean Kalajate, mimi niliyokuletea uchambuzi wa habari Safari Almasi Matinwa. Sina la ziada
na kuaga nikisema bye bye.